Asante. Muombe heri Mheshimiwa Rais Samia, ndiye aliyetutuma tufanye kazi. Sawa sawa? Na kulipa mimi hiyo hela, wacha yeye anidhulumu mimi. Umeelewa mpaka hapo? Mnamo tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka jana nilinunua kiwanja na niliuziwa na muuzaji alikuwa anaitwa Juma Salumu Ali, na hii dokumenti ya makabidhiano hakukuwa na hati. Ulinunua wapi? Nilinunua Kinondo. Sasa aliyeniuzia ni Juma Salumu Ali, na hii dokumenti ya makabidhiano ilisainiwa na mjumbe wa serikali ya mtaa anaitwa Abdalla Ramadhani Gombero. Sasa siku ya 3 baada ya mauziano nilifika pale kwenye eneo na fundi kwa ajili ya kutengeneza sehemu ya kuweka tu kachumba ka ulinzi ili eneo lisije likatokea limeuzwa mara ya pili. Siku ile tumefika, ili uanze kujenga lazima upate kibali. Tukaenda kwa mjumbe ambaye tulipelekwa na tulielekezwa na majirani pale hakuwa yule ambaye tulimkuta mwanzo. Kwa hiyo katika kufuatilia pale ndo tukaja tukagundua kwamba tuliuziwa eneo la mtu, na tulipompigia muhusika yeye akawa anasema kwamba eneo ni la kwake. Basi tukafuatilia, hatimaye ile kesi nikaamua kuipeleka kituo cha polisi moja kwa moja kwa sababu niliona hii ni issue ya utapeli. Na nunua shilingi ngapi? Shilingi milioni 5. Kiwanja kilikuwa cha ukubwa wa 23 kwa 23 kwa hatua za miguu. Kwa hiyo baada ya kupeleka ile kesi pale polisi nikafanya bidii, nilijitahidi kupata watu ambao niliwapata kwenye huo mkataba. Walikusainia pia wenye viti au? Alisaini huyo mjumbe wa serikali ya mtaa. Mjumbe wa serikali ya mtaa ambaye yeye asingeweza kusaini bila idhini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kama nitapeli? Tulifuatilia kujua kama ni kweli wa ile ofisi pale, na mwenyekiti alikiri kwamba anamfahamu na ni mjumbe wa serikali ya mtaa pale. Na mwenyekiti ndiye aliyegonga muhuri. Na ndiye aliyegonga muhuri. Kwa hiyo wajumbe nao wanagonga mihuri bila mwenyekiti. Yaani alikuja na karatasi imeshagongwa muhuri tayari. Kwa hiyo nilidhani huenda mwenyekiti tayari ndiye alikuwa ameshagongea muhuri. Kwa sababu muhuri ni uliogongwa hapa ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mwenyekiti unaifahamu hii? Mkoa. Huyu mama ni kweli alifika ofisini kwangu akiwa na malalamiko hayo kwamba kuna mjumbe wangu wa serikali ya mtaa ameenda kusaini mkataba wa manunuzi ya kiwanja. Nikamwambia sisi kama ofisi ya serikali ya mtaa tunafanya kazi kama taasisi. Maana yake mwenyekiti akiwa ameitwa wilayani, akiwa ameitwa wapi, wajumbe wake wanabaki. Hiki kilichofanyika ngoja nikifuatilie. Tukamkamata mtumiwa wake. Baada ya kumkamata mtumiwa wake akafikishwa kituo cha. Ulimkamata lini? Nafikiri wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Hebu mpe mic dada. Mpe mic kwanza dada. Dada, mtumiwa alikamatwa? Mtumiwa alikamatwa tarehe 25 mwezi wa 10 ambapo nilimkamata mimi mwenyewe bila yeye. Yaani yeye hakuwepo kabisa. Yeye hakuwepo kabisa. Hakuwepo kabisa, na hata mpaka hiyo dhamana imekuja kutoka ni baada ya mimi kumpigia simu nikamwambia nilikuwa na kesi fulani hivi na hivi na hivi, mtu tumeshamkamata, na yeye mwenyewe akaja akaandika barua ya dhamana. Nadhani kisheria inaruhusiwa. Dhamana ni haki ya mtu, hiyo inatambulika. Lakini sasa yeye imekuwa ni ngumu kunipa mimi msaada kwa sababu siwezi kumkamata tena mimi mwenyewe kwa watu wale ambao nilikuwa nimewatumia. Lakini dhamana alitoa nani? Dhamana alitoa yeye mwenyewe. Kwa kumdhamini nani? Kwa kumdhamini yule mtuhumiwa, huyo Juma Salumu Ali. Ambaye mpaka leo ndo mnadaiana. Ambaye mpaka leo tunadaiana na simu. Na haeleweki alipo. Haeleweki alipo. Ila ukifika. Na ulilipa milioni 5. Nililipa milioni 5 keshi. Mwenyekiti akadhamini kwa barua. Akadhamini kwa barua, ndio. Mpe maiki mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Sisi tunatoa barua za utambulisho za kudhamini watuhumiwa wakiwa kituoni. Kwa hiyo ni taratibu kabisa za kisheria. Kwa mitaa tunatoa barua za dhamana. Maana yake ndugu wakija kuomba barua ya dhamana kwa mtuhumiwa tunawaandika. Tulifanya hivyo, na kwa bahati sana wakati huyu dada amemkamata huyo Juma tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Baadaye lock up ilikuwa na watu wengi sana, kiasi ambacho mkuu wa polisi alishauri, nafikiri alimshauri mwenyewe, kwamba hawa inabidi tuwadhamini kwa sababu
ya hili jambo lililopo kwa sasa. Toka hapo kukawa na hizo pilika za uchaguzi. Hivi karibuni na leo nilimwita ofisini kwangu dada. Leo alikuwa anakuja kwa mkuu wa mkoa? Hapana. Dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma, na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sijajua kama amekuja ofisini. Mwenyekiti, naam, yule mjumbe aliyedhamini yuko wapi? Yule mjumbe aliyesaini hapo, mjumbe aliyesaini huo mkataba, inawezekana sasa akawepo ofisini, na yeye nilimwita leo ofisini, na huyo Juma dada huyo mjumbe. Ngoja kwanza taratibu. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ndio ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara, lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe una mjumbe yoyote anakuwa na mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Nachosema, kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine, lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba. Ndio. Kwa niaba. Ndio. Sawa Ndio. Kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani, lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo yote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji, muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ambao hutumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa, maana naona. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Mmoja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma kusaini. Baada ya kugoma, unatakiwa kumwandikia barua kwamba huyu mimi simfahamu kama anamiliki eneo hili, hivyo nimeshindwa kusaini fomu yake. Appointment ya wiki iliyopita kuja kwako, wewe unampigia leo ambayo ndio mkuu wa mkoa anakuja kwamba ndio aje kwako. Sio mimi mheshimiwa. Si ndio ulivyoeleza leo, si ndio umesema mmekutana? Hapana mheshimiwa. Amekuja wiki iliyopita, nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu. Maana yake kila Jumanne. Mpe mic. Kila Ijumaa. Mpe mic kwanza. Kwa hiyo wewe ulitaka aje leo wakati wewe leo unakuja kwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa. Hebu. Mheshimiwa, hali halisi iko hivi. Kwenda pale ofisini, ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote, wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamueleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati. Lete kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti unampigia mtu umpati, si ndio? Hii ndio uliopewa. Walio saini akina nani? Walio saini hapa, aliyesaini hapo ni mjumbe wa serikali ya mtaa Abdalla Ramadhani Gombero. Alafu nani? Na pia huyo Abdalla Ramadhani Gombero. Hawa shahidi wa muuzaji ni akina nani? Shahidi wa muuzaji au watu mimi niliwaona siku ile pale, lakini sijawahi kuwaona tena. Wala hii kuna namba imeandikwa hapo haipatikani. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kuwadhamini hao watu. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kumdhamini huyo Juma. Na vile mwenyekiti huyu Juma tunamfahamu? Anamfahamu kwa sababu tunamfahamu huyu Juma.
Anamfahamu mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu hii ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndio. Wanasema kwamba huyu mwenyekiti yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa. Ndio, na siku ya kwenda ya kutoa ile barua ya udhamini, mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walioenda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eleza mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma, na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo langu la mtaa wa Mji Mpya, maana yake sio mifumo ambayo natakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko na kukutaka. Na ndio maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma, ili Juma ikiwezekana aondoke pale, tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo ya Mji Mpya. Labda mwenyekiti. Naam. Unajua ukimwangalia huyu dada anavyo present jambo lake, ametulia sana. Ni kweli. Sasa mwenyekiti. Naam. Saidi Selemani, angalia, unamfahamu? Na hiyo biashara wakati nafanyika, hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi. Wajumbe si wanawafahamu mtu anaitwa Saidi Selemani, angalia. Wajumbe hao wa serikali ya mtaa, wananchi waulize wa kule kwangu, waulize wananchi wa kule kwangu hapa hawapo mheshimiwa, kwa sababu wako mtaa wa Mji Mpya, hapa ni mtaa na Kasangwe. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana. Ndio. Na haya mambo, kumbuka ule mgogoro wa kwanza, wewe umekwenda tena kuanza kutia doa mpaka tunakwenda kwenye asala. Ndio. Wewe dada, kesho ni juma ngapi? Jumamosi. Mimi nitakuwa pale Coco Beach. Njoo uchukue milioni 5 uliolipa. Nisikilize kwanza. Njoo uchukue milioni 5 na ningekuwa nimetembea nayo hapa ningekulipa hapa. Mwenyekiti. Naam. Kabla kesho saa 10 naitaka milioni 5 ambapo mimi nampa huyu mama. Haina shida. Nimeshamaliza. Akijichelewesha mtu atakukuru yuko wapi? Mtu atakukuru, nisikilize na unizingatie vizuri. Kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondo, muweke kwenye bracket mwenyekiti huyu. Mpaka kesho saa 10. Mpaka kesho saa 10 nitakupa maelekezo mengine. Mimi kwanza saidizi wangu mnitafutia milioni 5. Angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa nije nilipe pesa hiyo muda huu. Eneo lako umesema ulinunua lini? Mwaka 2025. Ndio, ilikuwa mwaka jana mwezi wa 10 tarehe. Mwezi wa 10. Ndio. Angalau kama miezi kama 3 hivi. Ndio. Sio mbaya. Ingelikuwa ina miaka kama 2, mwenyekiti angelipa milioni 10 nyingine. Sawa sawa. Umenielewa mpaka hapo? Nimekuelewa. Lazima angelipa milioni 10 ili wajitambue kwamba muhuri unaopewa na serikali sio muhuri wa kujigongea kama hivi unakwenda kwenye harusi. Ile ni nyaraka na ni lazima ilindwe na lazima iheshimike. Sijui umeelewa mpaka hapo? Nimekuelewa. Sio mtu anakuja na gonga tu muhuri. Mwenyekiti, sogea hapa. Nimejithibitishia kwamba huyu dada ametapeliwa milioni 5. Ninamlipa mimi milioni 5. Wewe mwenyekiti, ingia kwenye 18 za kunidhulumu mimi. Mimi namlipa huyu kwa niaba yako. Shika hela hii.
Asante. Muombee heri Mheshimiwa Rais Samia, ndiye aliyetutuma tufanye kazi. Sawa sawa? Na kulipa mimi hiyo hela, wacha yeye anidhulumu mimi. Umeelewa mpaka hapo? Mimi nitamdhulumu yeye mpaka kizazi chake. Umeelewa dadangu? Nenda kamuombe Mungu, kafanye kazi. Na muwe makini, na kawaambie wenzako tuendelee kuwa makini dhidi ya matapeli ambao tumewaamini kuwa viongozi baadhi ya huku chini.